Ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 11 ya mwezi huu wa 6 mwaka huu 2025, kama ambavyo wakati wote nikikusisitiza kuwa tupo katikati ya mwaka huu. Karibu sana katika kipindi hiki pendwa kabisa cha mahojiano maalumu na News Update Media, ikiwa hii leo tumesafiri kutokea Nyamagana zilizoko ofisi hizi za News Update Media mpaka hapa Ukerewe, wilaya hii ya Ukerewe. Takribani saa 1:30 hivi tumetumia katika usafiri ule wa MV Rafiki kufika hapa ili kuweza kuzungumza na mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Christopher Ngubi Agai, ambaye atakwenda kutupitisha kwa takriban miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mafanikio makubwa kulikweli ambayo yamefanyika katika wilaya hii. Haya yote utayapata katika mahojiano haya na News Update Media. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Jamari Jafali. Endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kufahamu yaliyo mengi kulikweli kutokea hapa kisiwani Ukerewe. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana na kushukuru sana ndugu yangu Elia Jackson Lupembe kutoka News Update Media hapo mjini Mwanza. Kwanza karibuni sana kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Wilaya ya Ukerewe kama ulivyosema iko nje kidogo ya mkoa wa Mwanza, kwa maana lazima upite ziwani. Upite ziwani ndio uweze kufika Ukerewe. Na kuna vivuko mbalimbali ambavyo unaweza kuvitumia. Kuna vivuko vingine vya haraka kama iko cha saa 1:30. Kuna ziko meli kubwa ambazo unatumia masaa 3, na kile kivuko kingine cha Kisolia kinatumia nusu saa tu, lakini lazima uzunguke eneo la Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara. Kwa hiyo karibuni sana kwenye wilaya yetu ya Ukerewe, ambayo ni moja ya wilaya 7 ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Sasa kwa kujitambulisha, mimi naitwa Comrade Christopher Emili Ngubi Agai, ambaye ni mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe tangu mwaka jana mwezi April mpaka sasa. Ni mkuu wa wilaya wa 25 tangu kuundwa kwa wilaya hii mwaka 1961 wakati wa uhuru. Wilaya Ukerewe ni kati ya wilaya kongwe ambazo tangu kuanzishwa kwake mpaka sasa hivi zina muda mrefu kama wa uhuru. Kwa hiyo ni mkuu wa wilaya wa 25 kwa takwimu. Kwa historia yangu hasa mimi Comrade Ngubi Agai, labda nianze nilivyokuwa chuo kikuu. Tukiachia hapo mwanzo nilisoma darasa la kwanza mpaka la 7, kidato cha kwanza mpaka cha 6. Nikaenda Jeshi la Kujenga Taifa na nimalizia kwenye kambi ya Mbweni. Nilianza kwenye kambi ya Luvu JKT. Kipindi hiko JKT mnakaa mwaka mmoja. Mnapata mafunzo ya nidhamu, ukakamavu, uzalendo na utimamu. Ni mafunzo mazuri ambayo kwa kweli vijana sasa hivi wanapaswa kwenda kwenye Jeshi la Kujenga Taifa kusudi kuweza kupata ukakamavu, uzalendo, utimamu, lakini na ujuzi wa kuweza kupambana na maisha. Nilikuwa rais katika chuo kikuu nilichokisoma, na baadaye nilikuwa katibu wa shirikisho. Chuo gani? Nimesoma chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo nilikuwa rais. Kwanza nilikuwa ni CR kwa maana ya class monitor. Kule chuoni wanaita CR. Kwenye shule za msingi monitor. Lakini kule ni CR kwa maana ya class representatives, yani mtu ambaye anawakilisha darasa. Kwa hiyo baadaye nikawa rais wa chuo hicho kikuu cha Mwalimu Nyerere, na baada hapo nikawa rais wa vyuo vikuu vyote Tanzania, kwa maana kipindi hiko kulikuwa na vyuo 54. Kwa hiyo nilikuwa kiongozi wa marais wa mashirikisho ya serikali za wanafunzi, kwa kifupi TAHLISO, Tanzania Higher Learning Student Federation. Miaka ya nyuma kidogo. Na baada hapo nilienda kwenye Chama cha Mapinduzi, nikawa katibu wa shirikisho la vyuo vikuu. Kipindi hicho kulikuwa na vuguvugu la kuanzisha party politics katika Higher Learning Student Federations katika vyuo. Kwa hiyo chama kiliona kuna hoja na haja ya kuwawezesha vijana wa Tanzania hasa wasomi kuweza kufahamu mambo makuu manne. Jambo la kwanza, kuwafundisha vijana itikadi ya Chama cha Mapinduzi, vile kilivyoweza kupigania uhuru na vile ambavyo kinaendeleza
ujenzi wa taifa letu changa. Lakini la pili ni kuwafundisha vijana masuala ya maadili ya taifa lao, kufahamu kijana msomi kujua maadili ya taifa lake. Lakini la tatu swala la self reliance education, yani kufundisha kijana kuweza kujitegemea. Kijana anapomaliza chuo asiwe dependent, aweze kuwa dependent zaidi kuliko kutegemea mtu. Ajitegemee, ule ujuzi aliopata na elimu aliopata imsaidie kumkomboa kusudi aweze kujiajiri mwenyewe na ikiwezekana hata kuajiri wenzake. Lakini jambo la nne lilikuwa ni swala la kufundisha vijana uzalendo wa nchi yao. Kijana awe mzalendo, kuipenda nchi yake, kuitumikia na aweze kuifia nchi. Unapokuwa kijana mzalendo na hasa msomi, nafikiri hata haya masuala ya ukosefu wa maadili, wizi, upigaji, udhalilishaji na ile haiba ya kuwa na tabia ya ubinafsi wa kujiendeleza wewe badala ya wenzako inapungua. Kwa hiyo chama kiliona ni vema tuanzishe shirikisho au taasisi ambayo itawajenga vijana wasomi katika maeneo hayo. Baada hapo vile vile nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa kama mneki, na baadaye niliteuliwa na serikali ya awamu ya 4 chini ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete kwenda kule Mkarama kama mkuu wa wilaya kwenye mkoa wa Singida. Nilihudumu Mkarama kama mkuu wa wilaya. Awamu ya 5 hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli aliniteua kuwa mkuu wa wilaya kwenye wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Nilikaa Lindi kwa muda mrefu, na baada hapo nilirejeshwa tena na chama kuwa mkuu wa utawala kwenye ofisi ndogo ya chama pale Lumumba. Na baada hapo nikarudishwa tena kuwa mkuu wa wilaya ile ile ambayo nilikuwa pale mwanzo, wilaya ya Kilwa. Ni mara chache sana, ni aghalabu kwa mkuu wa wilaya kukaa kwenye wilaya moja kurudishwa kwenye wilaya ile, lakini nilikuwa na bahati ya mtende nikarudi Kilwa, nikafanya kazi mwaka mmoja katika wilaya ya Kilwa kama mkuu wa wilaya, na baadaye Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ikampendeza kanileta hapa Ukerewe ambako niko tangu mwaka jana. Kwenye masuala ya kimichezo na burudani, pengine upo kwenye timu gani kati ya hizi mbili ambazo zinakizana sana hapa nchini Tanzania? Kwa kweli kwenye suala la michezo na burudani, kwenye burudani napenda muziki sana ambao unaburudisha, unaelimisha, unastarehesha. Wakati mwingine katika kazi zetu zinakuwa za uchovu mwingi, kwa hiyo inabidi wakati mwingine uweze kupata nafasi ya kusikia muziki ya reggae, muziki ya blues, wakati mwingine rumba, chacha, hata hizi hip hop na bongo flava zinakupa tuseme utulivu fulani wa akili na mwili. Lakini kwenye mchezo mimi ni mnyama, obviously ukimwangalia comrade lazima unajua ni mzee wa Msimbazi. Ubaya ubwela. Kwa hiyo ni ubaya ubwela. Ndio kule ambako hasa na imetokea tu naturally kwamba tangu mdogo nakuwa nimeona timu ambayo inaelekea na mimi, pamoja na kwamba mke wangu yeye ni Yanga, ni mwananchi mzuri sana, lakini mimi kwa kweli ni mnyama wa Msimbazi. Nikushukuru sana. Naam, ni Comrade Christopher Ngubi Agai ambaye ni mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe, ambapo hii leo tumefika hapa tuweze kupata mambo mengi kulikweli kutoka kwenye wilaya hii, hususan sana kwa takriban miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Yote ambayo yamefanywa hapa utapata kuyafahamu kupitia kipindi hiki cha mahojiano maalum na News Update Media. Endelea kutufuatilia. Hivi sasa nikaribishe tangazo kwa ufupi. Tume ya Madini inafuraha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini
tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local-content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Naam, tunaendelea na kipindi chetu pendwa cha mahojiano maalum na News Update Media. Kumbuka hapa ni wilayani Ukerewe na hapa nazungumza na Mheshimiwa Christopher Ngubiagai ambaye ni mkuu wa wilaya hii, aweze kutueleza namna ambavyo mafanikio yamepatikana katika wilaya hii hususan kwa takriban miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tunarudi tena kwako. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika wilaya hii. Pengine hali ya usalama ipoje katika wilaya hii? Asante sana, nashukuru sana kwa sababu tunazungumzia masuala ya mtambuka kwa maana miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda nianze tu kwa kuwapa watu ambao waifahamu wilaya ya Ukerewe waijue, alafu utakuja kwenye swali lako la msingi. Wilaya ya Ukerewe ni moja ya wilaya 7 ambazo zipo kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Wilaya hii ina halmashauri ya wilaya 1, ziko wilaya zingine zina halmashauri 2 mpaka 3, lakini wilaya yetu ina halmashauri ya wilaya 1. Lakini ina jimbo moja la uchaguzi, ina tarafa 4, ina kata 25, ina vijiji 76 na vitongoji 513. Lakini kikubwa, wilaya yetu ya Ukerewe ina visiwa vidogo vidogo 38. Wilaya yenyewe ni kisiwa kikubwa cha Nansio, lakini kuna visiwa vingine vidogo vidogo 38 ambavyo vinajumuisha wilaya yetu ya Ukerewe. Katika visiwa 38 hivyo, visiwa 15 wanaishi watu, wanafanya shughuli zao za kudumu na makazi ya kudumu. Lakini visiwa 23 ni makazi ya muda mfupi na shughuli za uvuvi. Kwa hiyo ndio maana unaona wilaya hii jumla ina visiwa 38. Ukiachia kisiwa kikubwa hiki cha Nansio ambako ndio kuna makao makuu ya wilaya, kuna visiwa vingine vidogo vidogo na vikubwa. Vikubwa unaweza kwenda kisiwa cha Ghana, ni kisiwa kikubwa, kisiwa cha Elugwa, kisiwa kikubwa, ukienda Ukara ni kisiwa kikubwa, lakini viko vidogo vingine ambavyo navyo wanaishi watu. Eneo la mraba ni kilomita za mraba 6400. Eneo letu lote lina ukubwa wa kilomita za mraba 6400, ambapo 10% tu ya eneo lote, kwa maana kilomita za mraba 640 ndio nchi kavu. Lakini eneo lingine lote takribani square kilomita 5760 ni maji. Ingekuwa yale maji na hii ardhi yote pamoja ni ardhi, Ukerewe ingekuwa ni wilaya ya kwanza kwa ukubwa kwenye mkoa wa Mwanza, kwa sababu ina eneo kubwa la square kilomita 6400. Lakini sasa ni 10% tu ndio ardhi, 90% ni maji ya ziwa Victoria. Wilaya yetu kutokana na idadi ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inaonyesha tuna wakazi takribani 387,815. Kwa hiyo tuna idadi ya watu wengi katika eneo dogo la kuishi. Watu 387,815 ni idadi ya watu wengi. Na sisi shughuli zetu kubwa, kwa sababu tumezungukwa na ziwa Victoria, obviously shughuli yetu kubwa ni swala la uvuvi. Mapato yanayotokana na uvuvi inaendesha ni 70% katika mfuko wetu. Mapato yote tunayokusanya katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, 70% ya mapato yetu yanatokana na sekta moja ya uvuvi. Kwa hiyo unaweza kuona na jinsi gani uvuvi unachukua 80% kubwa ya mapato ya ndani. Yako mapato kutoka serikali kuu ambayo yanakuja katika shughuli mbalimbali za miradi mbalimbali na uendeshaji wa ofisi, lakini sasa mapato ya ndani kwa maana tunazo tozo, tuna ada, lakini na ushuru mbalimbali wa huduma na vitu, goods and services. Sasa mapato yetu yale ya ndani ni 70% yanatokana na sekta moja ya uvuvi. Kwa hiyo uvuvi una 80% kubwa sana hapa kwetu Ukerewe. Ya hali ya usalama ambao umeiuliza. Kama nilivyosema, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya. Na ziko kamati za usalama
za kata, za vijiji ambao vinaongozwa na viongozi katika maeneo yao ya kata na vijiji. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya yetu kwa kweli ni salama. Wilaya ni salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kazi kama kawaida siku baada ya siku. Ya kamati yetu inafanya kazi vizuri na inaendelea kuimarisha kamati zile zingine za tarafa, za kata na za vijiji kuweza kuimarika na kupambana na changamoto zozote za uhalifu ambazo zinajitokeza. Uhalifu ni sehemu ya maisha ya binadamu. Ukiona umeenda sehemu hakuna uhalifu hata mdogo, basi ujiangalie, pengine hauko duniani, uko mbinguni au uko tohorani, yani sehemu ambayo Mwenyezi Mungu yupo. Lakini as long as uko duniani unaishi, uhalifu mdogo mdogo lazima unakuwepo. Ndio maana kuna majeshi, askari, kuna magereza, kuna mahakama, na sisi viongozi tupo ili kusudi tuweze kupambana na hali hiyo. Hali ya kisiasa kwenye wilaya yetu Ukerewe. Wilaya ya Ukerewe ina vyama vya kisiasa vikubwa 5. Kuna chama cha CCM, kuna chama cha Kafu, kuna NCCR Mageuzi, kuna Chadema na ACT Wazalendo. Ndio vyama ambavyo vinafanya shughuli za kisiasa kwenye wilaya yetu hii ya Ukerewe. Ingawa vyama ambavyo vimesajiliwa kwa Tanzania nzima ni vyama takriban 19. Lakini hapa ambavyo kwa kweli tunakwenda navyo mchaka ni hivyo vyama 5. Sasa mwaka jana umefanyika uchaguzi wa serikali za mitaa. Katika vyama hivi 5 ambavyo vimeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa, vyote vimeshiriki. Kafu imeshiriki, CCM imeshiriki, NCCR Mageuzi, Chadema na ACT. Lakini katika takwimu zinaonyesha Chama cha Mapinduzi kwenye vijiji 76 ambao viko kwenye wilaya yetu ya Ukerewe, vijiji 74 vimechukuliwa na CCM. Na vijiji 2 wamechukua ndugu zetu upinzani ambao ni Chadema. Chama ambacho kinaonekana kina nguvu kiasi hapa kwetu ni Chadema, ambayo imesogea, imepata vijiji 2 lakini imepata vitongoji 57 na vitongoji 452 vimekwenda upande wa CCM. Hiyo inaonyesha ile 4R ya Mheshimiwa Rais alizungumzia iko inafanya kazi vizuri zaidi hapa Ukerewe. Kwa sababu serikali yetu sisi ni serikali jumuishi, serikali shirikishi, serikali iliyochaguliwa na wananchi. Kwamba katika vyama vyao 5 hivi vyama 2 vinaingia katika kuunda serikali na viongozi wao wanaleta maoni, mapendekezo na ushauri kwenye mabaraza ya vijiji, mabaraza ya kata na vitongoji kuja kwenye baraza la wilaya. Kwa hiyo wilaya yetu inakwenda vyema katika shughuli za kisiasa. Tunafahamu kwamba siasa kwenye wilaya yetu Ukerewe ni tofauti za kiitikadi tu. Ni mtazamo, msimamo na itikadi za mwananchi, lakini hatuna uhasama wala chuki ambayo inaendelea kwenye wilaya yetu Ukerewe. Hapana. Tunaishi kwa amani, kwa utulivu, tukijua sisi wote ni Wakerewe. Na Wakerewe, labda kwa taarifa yako Bwana Elia, Wakerewe makabila makubwa ni 3. Hapa kuna Wakerewe wenyewe, kuna Wakara ambao nao ni kabila kubwa, lakini kuna Wajita nao ni kabila kubwa. Katika muungano huo ndio maana watukuta sisi wote tunajiita Wakerewe. Sasa watu wote hao na lugha zao kwa pamoja, lugha kubwa ni Kiswahili ambayo inaleta mahusiano na tuunganisha vizuri. Mheshimiwa, kulikuwa na hapo awali kuna ule uvamizi wa visiwani humo wakati wavuvi wanaendelea na shughuli zao. Pengine wakati huu sasa hali ipoje ukilinganisha na hapo awali wakati ambapo wavamizi walikuwa wakivamia na kunyang'anya mashine mbalimbali ambazo wanazitumia wavuvi? Hivi karibuni tulikuwa na mkutano wa makamanda wa jeshi la polisi kwa mikoa 6 ya kipolisi. Kwa maana ya Mwanza, Mara, Kagera, Simiu, Kanda Maalum, Mara, mikoa yote hii na Tarime Rorya. Mikoa yote hii ilileta makamanda wao na ikaleta wadau wa sekta ya uvuvi. Huo mkutano unazunguka mkoa baada ya mkoa.
Kwa hiyo kwa mwaka huu 2025 mkutano huo ulifanyika kwenye wilaya yetu ya Ukerewe kwa niaba ya mkoa wa Mwanza. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya localcontent@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Katika mkutano huo, ajenda kuu ambayo ilizungumziwa ni masuala makuu yafuatayo. Kwanza tulizungumzia swala la ulinzi na usalama wa ziwa, lakini kwa maana ya samaki na viumbe vya ziwani, lakini swala la ulinzi na usalama kwa ajili ya wavuvi wenyewe. Lakini swala la kuuisha uzalishaji wa samaki kuwa mwingi na swala la upataji wa mapato. Eneo ambalo umeliulizia wewe ni eneo la swala la ulinzi na usalama wa wafanyabiashara wa vyombo katika ziwa. Taarifa ya RPC Kamuhanda ambaye ni RPC wa mkoa wa Mwanza aliotoa kwenye kikao kile ni kwamba pamoja na Kamanda Mihayo ambaye yeye ndio mkuu wa operation wa Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa walizotoa pale walizungumzia swala zima la kupungua kwa vitendo vya uhalifu kule ziwani. Kumepungua kwa asilimia kubwa. Yaani sasa hivi tunaweza kusema pengine ni 0 au 0.1. Matukio yamepungua kwa kiasi kikubwa. Ni kama vile hakuna kuliko hapo awali ambako matukio ya uhalifu ya kunyang'anya zana, kunyang'anya samaki, kutumbukiza baharini wavuvi, kuangamiza yalikuwa yameshamili sana. Lakini sasa hivi matukio hayo tangu nimekuja almost na mwaka mzima sijasikia matukio ya uhalifu yanayotokea kunyang'anya kwa maana kwa kutumia silaha na kunyang'anya labda mashine, boti, samaki na kadhalika. Matukio hayo yamepungua kiasi kikubwa sana. Matukio ambayo sasa hivi yanatokea kwenye ziwa letu la Victoria ni swala la uvuvi haramu. Ambalo hilo ndilo tunapambana nalo sana. Jinsi gani ya kuweza kulinda rasilimali za ziwa Victoria ziwe endelevu na kupambana na uvuvi wa makokoro, uvuvi wa timba na uvuvi ambao unaharibu mazalia ya samaki na ukiwezekana kumaliza kabisa uwepo wa samaki wakubwa katika ziwa letu Victoria. Hayo ndio yalikuwa tumezungumza kwa muda mrefu sana. Lakini swala la uhalifu kule ziwani sasa hivi umetokomezwa kwa ushirikiano wa Jeshi la Polisi, viongozi wa vijiji, lakini hata BMU. BMU ni Beach Management Unit, zile taasisi ambazo ziko za kijamii zinazolinda mazingira na uhifadhi kwenye ziwa Victoria. Sasa hayo ndio mambo ambayo yaliendelea kwenye mkutano wetu na tulifanya maazimio kila baada ya muda kwamba mwakani tutakutana kule Tarime Rorya na tulipeana maazimio nini cha ukifanya kwa kipindi hiki ambacho tunakwenda kukutana tena kule Rorya, tuone tumefanya mazuri kwenye upande upi. Kwenye upande wa kulinda hifadhi ya ziwa kwa maana mazalia ya samaki, kupambana na uvuvi haramu ambao unakwenda kuharibu vyanzo vya samaki, lakini namna ya kupata tozo, ushuru na kodi katika zao la samaki. Na lingine ni kulifanya ziwa letu lisiharibike na mazingira kwa maana uchafu mwingi kutoka kwenye mito kama Simiyu, mto Kagera ambao unaingia sana
kwenye ziwa Victoria na kuharibu uzalishaji wa samaki. Ni Comrade Christopher Ngubiagai ambaye ni mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe. Hapa tukiendelea kuangazia miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya hii ya Ukerewe. Yapi ambayo yamefanywa hapa? Endelea kutufuatilia katika kipindi hiki pendwa cha mahojiano maalumu na News Update Media.